Kwamba Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia imeboresha mitaala ya elimu ili iendane na mahitaji ya sasa ya kidunia. Kwa kweli nilipokuwa nikitembea kwenye ziara kila mahali nilikuwa nashangaa, hata siamini nao yaona. Kwa namna pekee niseme hapa kwamba ninaupongeza sana uongozi wa shule kwa kutekeleza maboresho ya mitaala kwa vitendo. Nimesikia katika risala, nimejionea mwenyewe nikitembea huko kwamba katika ngazi ya elimu ya sekondari ya chini tumeweza kuanzisha mkondo wa elimu ya amali. Tumekuwa among the champions wa kuanzisha mkondo wa amali. Na nimeona mnafani mbalimbali, tumetembea kule, tumewaona watoto ambao wako mahiri kutuonesha ujuzi ambao wameubeba. Unawaona kabisa kwamba watoto hawa pale wanapomaliza elimu hii tayari wana jambo kubwa la kufanya. Watoto hao wanaweza kujiajiri, wanaweza kuajiri wengine na kadhalika. Namkumbuka sana yule injinia wa magari aliyetukaribisha na akajitambulisha kwamba yeye ni injinia fulani. Kwa kweli watoto wana confidence. Tumeenda kwenye ushoni, tumeona watoto wanavyoshona na kadhalika. Na jinsi ambavyo nilifurahishwa, niliomba kibali cha mwenyekiti na uongozi wa shule, nikamwambia kwamba mwezi wa 9 tunatarajia kuwa na mkutano mkubwa wa associations za curriculum Africa na dunia nzima ambao utafanyika Dar es Salaam, na taasisi ya elimu Tanzania ndio tunao uhosti. Nikamuomba kwamba wale pamoja na kuja kwa lengo la mkutano, wana lengo la kuja kujifunza namna tunavyotekeleza maboresho ya mitaala. Kwa hiyo nimetamani sana niwalete waione Baobab kama mfano wa shule Tanzania zinavyotekeleza kwa usahihi mtaala wa amali. Na nina imani wakija hapa watapata mengi ya kujifunza ili nao wanaporudi kwao waende wakaboreshe mitaala yao. Nilisikia katika hotuba ya shule kwamba wazazi wengi wanapata shida kuwaruhusu watoto kujiunga mkondo wa amali. Kwa kweli niseme wazazi, na nawaomba sana tukumbuke kwamba mikondo yote hii miwili, mkondo wa jumla na mkondo wa amali, ni sawa. Namna tulivyoiandaa mitaala tumesema mtoto mwenyewe aamue anataka kusoma mkondo gani. Na sisi wengine wazazi, walimu, kazi yetu ni kumsapoti mtoto kuhakikisha kwamba anafikia ndoto zake. Kwa hiyo niwafahamishe tu kwamba hakuna mkondo ambao uko yani ni mzuri kuliko mwingine, wala hakuna mkondo ambao unasema huu ni mkondo wa vilaza. Hakuna. Mikondo yote ni ya watoto wote, na kadiri mtoto anachopenda kufanya basi aruhusiwe kufanya ili aweze kutimiza ndoto yake, na pale atakapomaliza aweze kulifanya lile analolipenda kutoka moyoni mwake. Kwa bahati mbaya sana wazazi tumekuwa na tabia ya kutaka watoto waishi kama sisi. Kwa mfano mimi ni daktari wa chuo kikuu cha Dar es Salaam, pengine utanikuta natamani mtoto wangu basi na yeye asome awe daktari, lakini kumbe yule mtoto ni mcheza mpira au anapenda kuwa fundi umeme au fundi magari. Nafikiri hatuwatendei haki watoto tukikazana kuwataka waishi maisha yetu. Kwa hiyo tujitahidi kuwaelewa watoto na kuwasapoti waweze kufikia ndoto zao.